Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo, karibuni siku ya leo. Tunapenda kugawana neno lake Mungu ambalo ametupa, na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sababu ya siku ya leo. Tunapenda kusikia neno lako na nasi kadi ya mapenzi yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tumekuwa tukiendelea na theme yetu ama mwongozo wetu katika Timotheo wa pili 2:15, ambao ni uwe na bidii katika kunyonyesha kuwa mtenda kazi aliyekubaliwa na Mungu. Tumekuwa tukiongea kuhusu mtenda kazi, na kwa kweli mtenda kazi anayefanya kazi siku zote anangojea mshahara wake. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuongea kuhusu ambaye ni Mungu ambaye analipa. Mungu ambaye analipa. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 58 unasema ya kwamba simameni imara katika kazi ya Bwana, mkijua taabu yenu sio bure. Simameni imara katika kazi ya Bwana, mkijua kazi yenu si ya bure. Ukiangalia kitabu cha Yohana 21 mstari wa kwanza hadi 19, inatupa hadithi ya wanafunzi wake Yesu Kristo. Baada ya kuona ufufuo wa Yesu Kristo, yeye akawatembelea pale ndani. Tomaso akasema ya kwamba mpaka yake kuweka kidore, na akaweka kidore. Lakini bado wanafunzi wa Yesu Kristo wanarudia njia zao za zamani, ambao ni kuvua samaki. Wapendwa, wakati mwingine tusipokuwa na uhakika, tunarudi kwenye mazoea tuliyoyazoea. Wakati ambapo labda tuona kama Mungu ametuachilia, tunatafuta njia zetu wenyewe za kujisaidia katika maisha yetu. Lakini vizuri kujua kwamba tunamfuata Mungu ambaye analipa. Wakati mwingine tusipokuwa na uhakika, inafika mahali ambapo tunatafuta suluhisho mahali pengine. Lakini vizuri kujua kwamba tunamfuata Mungu ambaye anatulipa. Hata hivyo, Yesu anakutana nasi katika nyakati zetu za kawaida, akitubadilishia mambo ambayo yametukuta. Alikutana wanafunzi wake katika nyakati zao za kawaida, walipokuwa kule nje alikutana wao. Ukisoma mstari wa 1 hadi wa 7, wanafunzi wa Yesu walivua samaki usiku kucha, lakini hawakupata chochote. Yesu alionekana bila kutambuliwa, na akawaelezea watupe nyavu zao upande wa kulia, na hivyo wakapata samaki wa kimiujiza. Yesu yupo hata wakati hatumtambui. Utii kwa neno lake huleta wingi. Hata kati ambapo tumefanya kazi ya Bwana kama wafanya kazi wake, na tunaonekana kwamba bado hatupati mazao ama mshahara ama faida katika kazi yake, yeye Yesu bado yuko hata wakati huu ambapo hatumtambui. Na pia tunaona kwamba kama wanafunzi wake walivyoambiwa kwamba warushe nyavu pande moja, wakarusha. Tunapozidi kutii neno lake na kukubali kuwafanya kazi, yeye anakuja na kuleta baraka kwa wingi kama alivyowaletea wanafunzi wake. Kiangalia mstari wa 8 hadi mstari wa 14, Yesu alikuwa tayari ametayarisha kifungua kinywa kabla ya wanafunzi kuleta samaki wao. Hakuhitajika samaki kwao kwa ruzuku, na sababu hiyo walikuja kuta kwamba tayari ametayarisha chakula cha kuwaburudisha asubuhi ile. Wapendwa, Mungu hutuandalia mahitaji yetu tunapozidi kufanya kazi yake. Yeye hiza riwada, anatuandalia mahitaji yetu. Mungu hutoa kabla hata hatujaomba. Kabla tumuombe, yeye huwa already amepanga. Na hiyo kusema kwamba kile ambacho amekupangia wewe kama mfanyakazi wake, aidha ni mwimbaji, ni muombezi, ni mchungaji, ni kuosha kanisa, ama huduma yote ile ambayo unafanya kanisani, ukweli ni kwamba Mungu ametoa kile ambacho anamekupangia hata kabla haujaomba. Amepanga. Letu tu ni kumwamini, kufanya kazi ambayo ametuitia, na tunapofanya kazi hiyo, yeye anaingia na kutenda mambo makubwa. Pia ni lazima tusimame na kupokea kile ambacho ametuahidi. Wanafunzi wa Yesu walipoitwa wakifanya kazi waliokuwa wakifanya, ni lazima wangetii na wasimame wapokee lishe ambao walikuwa wamewekwa tayari. Kama hawangekubali, wangeendelea tu
wangekuwa ni watu ambao wanakuwa wamekufa kuona kwamba Bwana hajawasaidia. Lakini aliwaandalia uburudisho, aliweza kuwapangia mipango yao walipokuwa pali, kwa sababu walikuwa ni wanafunzi wake na wafanya kazi pamoja na yeye katika huduma hii. Jambo hilo lingine, ukiangalia mstari wa 15 hadi 17, Petro alikuwa amemkana Yesu mara 3 kwa moto wa mkaa. Yesu akilimuuliza mara 3, "Je, wanipenda?" na akamrejesha akimwagiza, "Lisha kondoo wangu." Wapendwa, Yesu hapuuzi kushindwa kwetu, mbali anatukomboa na kutukubali tena. Kwa Yesu kuna urejesho. Tunapomfanyia kazi anatulipa kwa kuturejesha. Wakati ambapo tunakuwa na upungufu, Yesu anatuponya upungufu wetu wa zamani, anaturestore na kutupa urejesho ambapo tunaenda pamoja na yeye. Hakujali kama Petro alikuwa amemkana, hakujali kama Petro hakuwa anamfuata, muradi tu alijua kwamba ni mfanya kazi wake. Hakumwachilia, lakini aliandamana pamoja na yeye. Jambo hilo lingine, mstari wa 18 hadi 19, Yesu alitabiri kuwa kwa Petro, lakini bado akamuita nifuate. Alitabiri kuwa kwa Petro, lakini bado akamuita nifuate. Somo hili utaona kwamba kumfuata Yesu kuna gharama, kuna baraka ambazo tunapata. Lakini hata wakati mwingine, hata kama kuna hatari zake, lakini bado kuna uhuru wa kweli unapatikana katika kujisalimisha kwake Yesu. Kutumwa na Yesu kuna gharama. There is a cost to pay. Sababu unapojua hivyo ni vizuri kuifanya. Yesu alijua Petro atauawa, atafanya mambo yale mengine, lakini bado anamtuma. Haijalishi mambo yaliyo mbele yetu yametugoja, ni mambo gani yatakayotupata, lakini ukweli ni kwamba katika kupanda na kushuka katika safari hii, ukweli ni kwamba bado Yesu ametutuma, ataandamana na sisi, atatuongoza katika kila jambo tuweze kuona baraka zake. Kwa kazi ya Bwana kuna malipo, sio kazi ya bure kama watu wanaona. Jambo hilo lingine, Kristo baada ya kufuka amejidhihirisha katika mapambano ya wanafunzi wakitega samaki. Kwa hivyo hata nasi katika mapambano yetu ya kila siku, yeye anatuona, anatuburudisha kwa riziki yake, anaturudisha kutokana na kushindwa kwetu, anatuamuru kumfuata bila kujali gharama. Bwana ametuita ili tufanye kazi yake. Bwana ametuita, na kama vile tumesikia neno likituambia kwamba tufanye kazi hapo, kijua kwamba taabu yetu sio bure, yeye Mungu analipa, bila shaka na yeye atatulipa. Ombi letu ni kwamba tumombe Bwana tusaidie kukutambua, tupokee chakula chako ambacho umetupangia, tukupatie marejesho yako tunapokuwa kwamba tumekuwa kama kina Petro, tumeenda kutega samaki. Unapoturejesha Bwana, tukaweza kukumbatia kurejeshwa kwako, na pia Bwana tukutane tukutane na wewe kwa kamilifu na uaminifu, kujua kwamba yeye ni mwaminifu. Wapendwa, mahubiri yetu ya leo yanatukumbusha kuwa Mungu huwalipa wale wanaomfuata kwa bidii. Waibrania 11 mstari wa 6, yanalipa wale ambao wanamfuata kwa bidii hata waacha. Yeye za riwada iwe katika kazi, kushindwa kwetu na kutokuwa na uhakika, yeye hukutana nasi, huturejesha na hutuita mbele. Na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni.